Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mtazamaji wa Nchakali Podcast. Karibu sana kwenye podcast yako pendwa ya Nchakali Podcast. Mimi naitwa Rajab Msami, mwendeshaji wa podcast hii pendwa. Nikukaribishe ikiwa ni msimu rasmi wa mwezi mtukufu wa Ramadhan, tukiwa tuko ndani ya mwezi adhim sisi kama Waislamu, mwezi wa Qur'an, mwezi wa kuchuma na mwezi wa kurejea kwa Allah, mwezi wa kutubu, mwezi wa kumnyenyekea Allah tabaraka wa taala. Nikaribishe, tutakuwa na mfululizo wa podcast maalum ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhan. Tunafahamu Ramadhan ni mwezi wa Qur'an, ndio mwezi ambao Qur'an imeshushwa ndani yake. Kwa kulizingatia hilo, mfuatiliaji wetu kipenzi wa Nchakali Podcast, tunakuzawadia msimu huu maalum. Utakuwa ni msimu ambao tunafanya podcast zetu na wageni ambao ni watu wa Qur'an, ahlul Qur'an, watu ambao wanaihudumia Qur'an kwa namna yoyote ile. Kwa hiyo nikukaribisha sana na nikusisitize tu ya kuwa uwe ni mfuatiliaji mzuri wa msimu huu wa Nchakali Podcast ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Nimetangulia kueleza ya kuwa tutakuwa na wageni ambao ni wahudumu wa Qur'an, watu wa Qur'an. Leo halikadhalika tutakuwa naye mgeni ambaye ni miongoni mwa watu hao wenye kariba hiyo ambao nimetangulia kuisema, na tunaye ustadh ambaye tutajumuika naye leo katika podcast yetu hii ya dakika 25 adhima, ambazo ndani yake tutakwenda kufahamu mgeni wetu ambaye tunaye leo anayehudumia Qur'an ana yapi ambayo tutakwenda kuzungumza nao. Moja kwa moja nimkaribishe ustadh, karibu uweze kujitambulishe, lakini pia utueleze katika upande wa Qur'an al-Karim, Qur'an tukufu unaihudumia vipi wewe? Karibu sana. Asante sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidi sallallahu alaihi wasallam, wa baad. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, kwa majina ni Al-Qari Ubaid Idrisa Suleimani, ni msomaji wa Qur'ani ambaye kwenye hii fani tumeanza ni muda mrefu katika fani hii ya Qur'ani. Naam, Sheikh Ubaid, nikutaka radhi nikukatishe, umeishia kwamba umeanza muda mrefu fani hii ya Qur'an. Kwa mtazamaji ambaye ndio anatutazama kupitia Nchakali Podcast yetu na anakuona, tumesema wewe ni msomaji wa Qur'an. Tutazungumza mengi sana kuhusu wewe, safari yako yote na Qur'an, safari yako katika usomaji wa Qur'an na mengine mengi sana ambayo mtazamaji angependa kujua kuhusu wewe. Kwa kuwa ni msomaji wa Qur'an na ndicho ambacho umejitambulisha nacho, basi kabla hatujaanza kukuzungumza wewe, kwa dakika 2 au 3 tuweze kuisikiliza Qur'an ukiisoma, alafu tutarudi kuzungumza kuhusiana na wewe, safari yako ya Qur'an, safari yako ya kama qari wa Qur'an na mambo mengine. Karibu sana Sheikh Ubaid. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن
أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Mtazamaji na msikilizaji wa Nchakali Podcast, kama nilivyotangulia kukueleza, ndio namna hiyo ambavyo msimu huu wa Nchakali Podcast ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani tutakuwa tukistafidi kuweza kuwafahamu watu wanaoihudumia Qur'an Karim, Qur'an tukufu kwa namna mbalimbali. Leo tumeweza kuwa naye Sheikh Abeid Idrisa, kama namna ambavyo umeweza kusikia, yeye ni qari, ni msomaji wa Qur'an, na hapo ameweza kutupa kionjo katika usomaji wa Qur'an. Sheikh Idrisa, sasa turudi katika mazungumzo yetu ama katika kiini cha mazungumzo yetu. Safari yako na Qur'an ikoje? Umesoma wapi? Lakini ulitangulia kusema mwanzo wakati unajitambulisha ya kuwa hii ni fani ambayo umejihusisha nayo kwa kipindi kirefu. Ulianza lini kujihusisha na fani hii, lakini pia safari nzima ikoje? Umesoma wapi? Nani alikuwa ni chachu kwako? Uligundua vipi kama hii fani Allah amekutunuku nayo? Karibu. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijalia kipaji hiki na kunijalia fani hii. Ni fani ambayo kwamba nimetoka nayo mbali au nimeanza kuisoma muda mrefu na mpaka sasa hivi bado sikumaliza. Mimi ni mzaliwa wa kijiji kimoja kinaitwa Kash, wilaya ya Babati, mkoa wa Manyara, ambayo zamani ilikuwa mkoa wa Arusha. Safari yangu hasa ya fani hii niseme imeanza mnamo mwa 2009 na 10, na mwanzilishi hasa wa fani hii kujua kwa huyu kijana ana kipaji ni shekhe wangu anaitwa Sheikh Uthmani Idi Abedi. Sheikh Uthmani Idi Abedi. Idi Abedi ambaye ni ndugu yangu mie. Ni ndugu yangu mimi. Ni ndugu yako. Nimeona Abedi imekuwepo hapo. Kwa hiyo ndio aliogundua kuwa huyu kijana na ana fani hii ya tajwidi, kwa ndio alioanza kutukarisha baadhi ya sura. Hasa hivi msikiliza sana Mustafa Ismail ndicho na zile kanda zile. Baada ya hapo nikaingia masuala ya skuli, soma sekondari, lakini sikumaliza. Baada ya hapo ndo nikarudi sana, nikahama pale, nikaenda katika mji mwingine ambaye sehemu hiyo inaitwa Galapo. Ni ukanda huo? Ukanda huo ni Galapo, ambaye ni katika wilaya hii ya Babati. Kwa hiyo nikutana pale na Sheikh Nuh Ibrahim Ngaso, lakini si mtaalamu wa fani hizi, lakini nilienda kusoma masomo haya mengine ya kawaida ya fiqh, nahwu, sarafani. Kwa baada ya pale, baada ya kujua sasa nitana, siku hiyo ilikuwa
salatu al-fajr nilipewa nikaadhini. Baada ya kuadhini alikuja akauliza hii kaadhini nani? Fulani. Alipoona vile akuongea chochote, baada ya hapo nimeenda naye alikuwa imamu pale msikitini na alikuwa anapenda sana fani ya tajwidi. Baada ya pale akaanza kunifundisha yule imamu. Akaanza kunifundisha mie. Imamu jina lake ni Ustazi Maulidi. Baada ya pale shekhe akaona hapana, huyu Obeidi ana kipaji na kipaji hiki ni kikubwa na ifani anaipenda, na nilikuwa napenda kweli kweli. Nilikuwa sikai lazima nisome nifanye hivi. Kwa baada ya hapo akaja akaniletea mwalimu. Yeye mwalimu wangu mimi akaniletea mwalimu wa fani hii ya tajwidi. Na mtu alikuwa ameletwa kwa mara ya kwanza alikuwa ni Eid Shabani, ambaye kwa sasa hivi maarufu hapo Eid. Maarufu sana mitandaoni sasa hivi. Ile ndo alikuja akanifundisha kama siku 10 hivi. Baada ya hapo akaondoka. Maana alikuja kwa lengo maalum la kuja. Kwa lengo maalum la kuja kunifundisha fani hii. Yeye alikuwa anatoka maeneo gani? Yeye ametokea maeneo ya Kondoa. Maana yake kutoka Kondoa sasa akaja Manyara. Maana aliletwa na shekhi wako kwa lengo maalum la kufundisha tajwid. Ndio. Naam. Baada ya pale kama siku 10 akahitajika arudi chuoni kwake, na yeye bado alikuwa anasoma. Baada ya hapo ikabidi shekhi asema hapana, hatujaridhika na bado hujakaa sawa, itabidi uende moja kwa moja hadi kule. Ndio nikatoka hapa nikaenda Kondoa. Nikakaa kule kama wiki 2. Baadaye nikarudi. Nikaendelea na hii fani 2013. Shekhe wangu akasema hapana, hapa bado sioni kama kipaji chao kitakunufaisha. Na kusafirisha hapa moja kwa moja kwenda Dar es Salaam kwa ajili ya kuja kufuatilia fani hii. Lakini mara hiyo tayari alishaongea na Sheikh Rajai. Ongea na Sheikh Rajai na Sheikh Rajai akasema haina shida, nitampokea. Na kweli nilipokuja ndo alionipokea. Baada ya hapo Sheikh Rajai akanipeleka kwa Sheikh Kifurufuru, Hamisi Kifurufuru, ambaye yuko na Kagera hapo. Ndio nikaenda pale kuendelea kufuatilia hii fani. Baada ya pale nikawa nasoma sehemu 2, Sheikh Rajai, Furufuru. Sheikh Rajai akiwa nyumbani basi nakuwa naye. Na muda ule Kagera anaenda Kagera. Takriban 2013 14 ile nikaingia katika mashindano ya Chipkiz ambayo alifanyika wapi? Alifanyika Mwananyamala, ile taasisi ya Mwenye Mkuu. Mashindano haya yanasimamiwa na Sharifu Koba. 2014 ile nikawa nimechukua nafasi ya kwanza kwa upande wa Chipkiz. Baada ya pale 2015 nikaendelea kusoma, baadaye nikaenda kwa Mwalimu Boki. Baadaye nikasoma kwa Harubu Hamisi. Harubu Hamisi. Naam. Nisoma pia kwake. Baada ya hapo 2016 nikaenda kushiriki mashindano haya sema ya kitaifa, kutafuta mtu mmoja wa kwenda kuwakilisha nchi Irani. Baada ya kwenda pale sikufaulu. 2016. Naam. Alifaulu Sheikh Rajaa Gando ameenda. Basi tuliendelea kufuatilia fani hii kuisoma. Baada ya hapo kaja 2018. Sasa Sheikh Rajaa alishaenda Irani karudi, baada hapo kaenda Pakistani. 2018 na mimi nikajaliwa kupata nafasi hiyo ya kwenda Pakistani, si Irani, Pakistani. Kwa mwezi wa Ramadhani. Alikuwa nikwenda kusoma katika television zao. Kwa na kipindi maalum saa 4 asubuhi na saa 4 usiku. Soma Qur'an na kurudi. 2019 mashindano ya Mwananyamala hayo, ambayo sasa nimetoka katika Chipkizi nikaja katika ukubwa. Nilishiriki pale pia nikachukua nafasi ya kwanza. Baada ya kuchukua nafasi ya kwanza wakanipa pia tiketi ya kwenda kufanya ibada ya umra, ambayo nilienda 2000 ambayo ilikuwa ni sehemu ya zawadi. Sasa ni sehemu ya zawadi. Okay. Hata nafasi nimeenda nikarudi 2022.
sema ndio kipindi kile corona ili, lakini pia 2020 tulifanya pia mashindano hapa Dar es Salaam ya kutafuta tena yule mshiriki mmoja wa kwenda kuiwakilisha nchi. kuwakilisha nchi Iran. Ikawa nimepita mie Mwaka 2022. 2020. 2020. Sababu nifanya mambo yote yamekamilika, kikaja kile kikwazo cha Corona. Sawa. Kaja corona na pia mle nilipata nafasi ya kwenda pia India. Corona likaja kavuruga mipango yote. 2022 ndio nikapata sana nafasi ya pia kwenda Pakistan. Sasa katika hafalati zao zile 2022, 2023 na 2023 nilifanya double. Nilienda Pakistani nikarudi, nikaenda Bangladesh nikarudi. 2024 ndio nikaja sasa kwenda kuwakilisha nchi 2024, kwa maana ya mwaka 2024 mwaka huu ambapo nilipata nafasi ya kwenda kuwakilisha nchi kimataifa huko Iran. Nilienda na nimesoma nikawa nafasi ya 3. Hata nafasi ya 7. Chika nafasi ya 7, alhamdulillah nikarudi, nashukuru Mwenyezi Mungu. Lakini safari ya Qur'ani usipokuwa na moyo na usipokuwa na uvumilivu ni safari ambayo kwamba ni ngumu. Safari ngumu inahitaji moyo, uvumilivu. Sheikh, utakuja hapo, naona umetugusia kwamba safari ya Qur'an ni safari ngumu inayohitaji moyo na uvumilivu. Utakuja utugusie japo kiufupi, kwa sababu muda wetu nao unakimbia. Tugusie kuhusiana na changamoto hizo ambazo unasema, kwa nini unasema safari ngumu, safari inayohitaji uvumilivu. Kuna swali dogo sana nataka nikuulize, alafu tutakwenda katika upande wote wa hizo changamoto. Umeniambia unatokea ukanda wa Manyara, lakini ulienda kusoma Kondoa. Ukiangalia hii kanda hii Kondoa, Manyara, Dodoma imepambika sana na watu wa somaji wa Qur'an. Ukiangalia umemtaja Sheikh Wajai, umewataja mashekhe wengi, ukiangalia makari wengi, kuna Muhammad Binde, kuna makari wengi wanatoka ukanda huo. Kuna siri gani ukanda huo mpaka fani hii inakuwa imepambika sana katika huo ukanda? Na sema kabla ya kueleza siri yake nini, lakini asili hata mimi wazazi wangu pia ndio asili wazazi wangu pia wametoka Kondoa, walihamia tu. Wametoka Kondoa. Kwa Manyara walifanya kuhamia kimaisha. Naona sasa, kwa hiyo asili ni ile. Na kusema kuna siri gani? Nasema ni yeye Mwenyezi Mungu mwenyewe, kwa sababu anampa mtakaye na anamnyima mtakaye. Sababu swala hili ni toka enzi za babu zetu. Hii dini Qur'an walikuwa wanapenda sana. Lakini kwa sababu kuna siri gani? Hiyo ni Allah mwenyewe. Ni Mwenyezi Mungu mwenyewe. Lakini ambaye ni watu kama mnavyosikia ni watu wa dini, wanapenda mambo haya. Na sasa fani hii wanapenda sana. Ni pia ni watu ambao kwamba wako radhi mtoto asisome shule, asome dini. Na ukifuatilia vyuo vingi sana vyuo vingi hapa Tanzania na nje ya Tanzania, umkosi wewe usikosa mtu kutoka ukanda kabisa. Mashaallah kwenye hilo. Ni watu ambao wasema wanapenda, na sasa ifanye tajwidi kitu chochote hasina kuwa na msukumo wa wazazi pamoja na jamii. Ni vigumu mtu na wewe kuwa na hamu ya kufuatilia jambo lile. Kwa hiyo kitu ambao niseme kipo katika damu zao, wanapenda swala hili, na ndio maana hata sisi pia unaona tumelipokea na tunalo mpaka leo, na tunaendelea kuhamasisha na wenzetu sehemu mbalimbali walipenda hili swala. Allah ajalie hili jambo liendelee kubaki katika ukanda huo, na wazaliwe vizazi na vizazi na vizazi, iendelee kuwa ni nembo ya kuiwakilisha Qur'an al-Karim. Kuitumikia Qur'an kunahitaji uwe na moyo, ndio kauli ambayo tuliishia nayo. Tupitishe kwa haraka, muda wetu unakimbia, tuna mengi ya kuzungumza. Kwa nini unasema hivyo? Kuna changamoto gani? Yupo mtu ambaye anakutazama sasa hivi, ni mtu ambaye anaipenda fani hii ya tajwid, ni mtu ambaye anapambana afike mbali katika fani hii, kama ambavyo umetuonyesha
ulishiriki 2018 kutaka kwenda kuiwakilisha nchi, haikuwa bahati kufanikiwa, lakini jitihada zikaendelea, ukaenda kufanikiwa. Yupo ambaye anakutazama sasa hivi, changamoto ni zipi? Maana yake anaweza akatishika kwa kauli uliyosema kwamba lazima awe na moyo, lazima akaze moyo. Kwa nini ulisema vile? Kuna changamoto gani? Kifupi, jambo lote la kheri lina changamoto, na sasa kwenye upande wa dini kuna changamoto nyingi, na linakuja changamoto ulifuatilia wewe binafsi kutoka katika mazingira yako uliozoea nyumbani kwenda katika sehemu nyingine. Sawa, mazingira ambayo kwamba hukuyazoea, ulizoea kukaa na wazazi, unapata hiki unachokitaka, unapata unachokitaka, yaani kila kitu unakipata. Lakini sasa umetoka pale kuifuata hii fani sehemu nyingine ambayo ni sehemu ya mbali. Hutopata kile ambacho kwamba unakipata pale nyumbani. Sawa? Na lingine, fani hii kama nilivyosema lazima uwe na ujasiri, kwa sababu fani hii ni hisia. Hizi sauti ni hisia. Sauti ni hisia. Leo unaweza kuingia kwa mwalimu akufundisha, leo tunapita hivi. Hata mwezi mzima hukuelewa. Kama usipokuwa na moyo unaweza kaendelea? Huwezi kuendelea. Na changamoto pia hata za kimaisha. Mara nyingi wazazi wetu si watu kusema wana hali nzuri sana, wana hali za kawaida. Na hata pengine hizi sehemu mnazopelekwa kwa ajili ya kusoma sio sehemu ambazo kuna hali nzuri sana. Iko hivyo. Wewe kuna hali fulani ipo. Kwa hiyo sasa wewe mtafutaji lazima uwe na uvumilivu na ujue hapa mimi ninachokitafuta ni hiki, na hili jambo lote la kheri lazima ugumu upo, baadaye kunakuwa na wepesi upo. Ndio kama sasa hivi tuongolee mfano hata wakina Sheikh Rajai, wakina Sheikh Boki, wakina Sheikh Ankoidi, wakina Sheikh Harubu, sawa, wakina Sheikh Abdul Daud al-marhum, sawa. Ni katika watu ambao kwamba niseme pia alifundisha hata ndo afe mtu ambaye kwamba alinipa baadhi ya vitu, ndio baadaye Allah kamchukua. Lakini ni watu ambao kwamba waangalia sasa hivi wakina Muhammad Nasr wa wakina Ahadi Haki ambaye naye alikuwa katika fani hii alikuwa naye. Kwa hiyo sema changamoto zilikuwepo, al-asl ni kuvumilia na kujitahidi wewe binafsi. Kwa safari yako na Qur'an, safari yako na tajwid, kwa namna ambavyo umeielezea tangu ulipoanza, mafanikio mbalimbali ambayo umeyagusia, ni jambo gani ambalo hutolisahau katika hii safari yako wewe na tajwid na Qur'an toka ulipoanza mpaka hapa ambapo umekalia kiti cha Nchakali Podcast siku ya leo? Nilipokuja Dar es Salaam, ile tukio napenda kuhadithia hata familia yangu sana. Nilipokuja hapa Sheikh Rajai alipokea tukawa naye. Baada ya Ramadhani kuisha tumeenda katika matembezi yetu ya sikukuu na nini, kurudi kuna baadhi ya vitu nikawa nimeibiwa. Sheikh Rajai muda ule kama amesafiri, sikuona simu, sikuona nini. Ili ndalisema, la sipendi kulisema, lakini ndalisema yakawa mazingira magumu sana, lakini na hivyo nilikuwa natoka hapa lazima niende sana kusoma Kagera. Sasa tulihamishwa kwenda Kariakoo. Nitoka mguu, nilikuwa nakaa Shikilango hapo, naona Kariakoo mguu. Flows zimeisha, ni pesa zimeisha za kupanda gari za kule. Kwa hiyo hiki ni kisa ambacho kwamba mimi binafsi siwezi kusahau, na yote nitamhadithia kwa sababu ni katika mchakato wangu wa maisha niliyopitia. Takriban siku 3 nilikaa na njaa bila kula, lakini sikukata tamaa. Siku 3 vile na ile hali niliyokuwa nayo, nilikuwa nikitoka Shikilango mpaka Kariakoo naenda nasoma, nakutana marafiki zangu ni hivi na tunakunywa huko tunakula, lakini ukirudi huku hali ilikuwa mbaya sana. Kwa hiyo katika nilipitia wakati fulani, lakini katika kutafuta nilipita hali hiyo. Nashukuru Mwenyezi Mungu, na ni kweli baada ya pale kilichokuja ni faraja. Baada ya kilichokuja ni faraja, namshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini nilipita wakati baada ya dhiki ni faraja, msemo maarufu wa Swahili, lakini asili yake unatoka katika mafundisho ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini katika kauli la Allah tabaraka wa taala, inna ma'al usri yusra.
Mimi Sheikh Abeid nikushukuru sana kwa muda wako katika Ncha Kali podcast yetu siku ya leo. Umetueleza mengi mazuri. Tunakwenda katika kuhitimisha podcast yetu. Kwa dakika 2 tulizobaki nazo, nikupe fursa uweze kutoa nasaha zako kwa Waislamu kwa ujumla, ikizingatiwa tuko ndani mwezi mtukufu wa Ramadhani, ni mwezi wa Qur'an na tunaizungumza Qur'an, lakini nasaha pia kwa vijana ambao wanatamani kufika mbali katika fani hii ya tajwid. Nasaha zako ni zipi ili tuende kufunga? Naam, alhamdulillah rabbil alamin, nashukuru Mwenyezi Mungu. Nasaha zangu mimi kwa watu ambao wananisikiliza katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, kwanza wafungamana na ibada, na katika watu wa fani hii ya tajwidi na wakusia sana usikate tamaa. Usikate tamaa, muendelee kupambana. Unatokea majaribu mengi sana, si katika fani ya tajwidi tu, hata katika masomo mengi, katika kazi za watu, katika biashara za watu, majaribu yapo. Kwa hiyo mimi la kwangu mimi naombeni sana msikate tamaa. Pale unapokata tamaa, basi ndio pale Mwenyezi Mungu anataka kuwekea mkono wako wewe ukakata tamaa. Kuombe sana msikate tamaa, endeleeni kupambana. Hii fani ni nzuri sana. Hii fani ni nzuri sana. Nitolee mfano Somalia ukubwa sasa hivi tunaona kila nchi wamefika, ni kwa sababu ya Qur'ani. Si kwa sababu sio kwa vipi hapana. Ni kwa sababu ya tajwidi. Kwa hiyo inshallah mimi naombeni watu wote tuishike Qur'ani. Tuisomeni Qur'ani sana. Tuisomeni Qur'ani. Na ndio tuseme katiba yetu ya Uislamu. Na ndio muongozo wetu wa Uislamu. Kwa hiyo inshallah tukufikia hapo. Tuishike Qur'an, tuisomeni sana Qur'an. Huyo ni Ustadh Abeid Idrisa ambaye tulikuwa naye katika Ncha Kali podcast siku ya leo. Tumezungumza naye, tumeweza kuona safari yake zima na Qur'an, lakini ametueleza namna gani ameweza kuihudumia Qur'an kwa kipindi chote hicho. Ni mwezi wa Ramadhan, ni mwezi wa Qur'an, na saha zake kwetu tuisome Qur'an, tuishike sana Qur'an. Mtazamaji na msikilizaji wa Ncha Kali podcast, mpaka kufika hapo hatuna la ziada. Tunalazimika kufika kwenye ukomo wa podcast yetu siku ya leo. Nikusihi sana ya kuwa kesho pia ni siku, na tunakuendelea na mfululizo huu wa podcast zetu za wanaoihudumia Qur'an ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Kila siku ndani ya mwezi wa Ramadhani, muda na wakati kama huu, utakuwa nasi kwenye Ncha Kali podcast. Baada ya kusema haya, tuna la ziada. Mimi naitwa Rajab Msami, nilikuwa naye Ustadh Abeid Idrisa. Tuna la ziada, tunakuaga kwa kuambia assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah